Karibu, hii ni CWG Digital, tuko hapa kukupa recap fupi katika mchezo ambao umechezeka kati ya Simba dhidi ya timu ya Mlandege. Mchezo ambao ulikuwa ni wa aina yake, mchezo ambao ulikuwa na mvuto, mchezo ambao watu wengi walikuwa wakitamani kutazama kisasi kikubwa kati ya timu ya Simba dhidi ya timu ya Mlandege. Mchezo kipindi cha kwanza kimemalizika kwa Simba kupata 0 na Mlandege kupata 0, lakini moja ya shuti ambalo liliweza kusisimua na kuchichumua ni shuti ambalo alikosa mchezaji afahamikae kama Mpanzu, ambayo ikagonga mwamba, moja kati ya mpira au kati ya shuti ambalo haliwezi kusahaulika katika mchezo ule kwa kipindi cha kwanza. Lakini kwa kipindi cha pili pia mchezo ulikuwa ni mgumu. Baada ya hapo Simba wakaweza kuweka kikosi chao cha pili au kuweka wachezaji wao wale ambao wanaoamini kwenda kutengeneza mashambulizi, lakini pia vile vile kwenda kutengeneza matokeo yaliokuwa mazuri zaidi. Tukaona goli zuri kutoka kwa Selemani Mwalimu, goli ambalo jitihada za Clatous Chama alionyesha jitihada kubwa na kuweza kumpasia Selemani Mwalimu, na moja goli zuri sana ambalo pia likawarudisha wachezaji wa Simba kuwapa morali kwamba mchezo huu wanaweza kufanya na kutoa matokeo ambayo ni mazuri. Kwa hivyo Simba walikuwa wakimhitaji Chama, wakimhitaji Selemani Mwalimu kuweza kutengeneza mageuzi katika mchezo huu kwa kipindi cha pili, ambapo tukapata goli zuri kabisa la kwanza, lakini goli la pili likafungwa tena na Aura, ambalo goli hilo pia pasi ya mwisho ilitoka kwa Chama, na goli la tatu alikifunga mwenyewe Maema, moja kati ya goli zuri sana ambalo alikaa katika mazingira mazuri na akaweza kupiga goli bora zaidi. Mchezo umekuwa wa kuvutia kuelekea kwa fainali ya tarehe 29 katika michuano hii ya Muungano Cup. Tunakumbuka mchezo wa Yanga dhidi ya Azam uliisha kwa 2-1 na Yanga kwenda fainali, na leo mchezo Simba dhidi ya Mlandege umeweza kumalizika kwa 3-0 na Simba kuelekea fainali. Kwako wewe pia unahisi ni wapi karata yako inaweza kwenda, ni kwa Simba au ni kwa Yanga? Hii ni moja kati ya dabi bora kuweza kutokea katika siku ya fainali ya Mapinduzi Cup. Sasa Mapinduzi Cup mwaka jana alichukua Yanga. Mapinduzi Cup ya mwaka huu atachukua nani? Yanga anaingia tena fainali na Simba anaingia fainali. Hawa wanaitwa wahasimu au mahasimu ambao wakikutana muda wote lazima mchezo uwe mgumu. Baada ya hapa pia wanakutana tena tarehe 3. Kwa hivyo tarehe 29 watakaa siku 3 kama sio siku 2, watakutana tena katika mchuano ya ligi kuu NBC Tanzania bara. Mimi nakukumbusha tu, kama haujasubscribe kwenye YouTube channel yetu, basi subscribe ili mradi uweze kuwa wa kwanza kupata update na matukio mengi ambayo yanahusu masuala ya kisoka. Hii ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo leo hii imetufikia, mchezo huu wa Simba dhidi ya Mlandege, na hii ilikuwa ni recap ambayo nimekupa. Natumai umeweza kushiba na umeweza kuipata kindakindaki. Subscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe wa kwanza kupata habari zetu.